Hebu vuta picha mateso yako miaka yako yote yalisababishwa na mama yako mzazi. Movie hii inaitwa Run. Filamu inaanza na kikundi cha madaktari wakijaribu kuokoa maisha ya mtoto mchanga aliyezaliwa kabla ya wakati. Baada ya muda mfupi, mama wa mtoto huyo Diana Sherman anaitwa kuona hali ya mtoto ambaye amepita kipindi hatari, na anauliza kama mtoto atakuwa salama. Tukio linahamia kwa msichana mmoja aitwaye Chloe ambaye ana magonjwa makubwa matano ikiwemo pumu, kisukari na kupooza. Nyumbani, Chloe ana ratiba ya kunywa dawa nyingi na kupima sukari ya damu ili kudhibiti afya yake. Chloe anaonyesha kuwa msichana mwenye akili sana, ana ndoto ya kusoma katika vyuo bora katika jiji lake na anatuma maombi ya kujiunga chuo kwa hamu kubwa. Kila mara barua inapofika, anafurahi na kutumaini kuwa ni barua ya kukubaliwa chuoni, lakini kwa bahati mbaya hapati barua yote kutoka chuo. Chloe pia anapenda kufanya majaribio ya kuunda vifaa vya kisayansi ambavyo amejifunza mwenyewe nyumbani. Siku moja wakati Chloe akisoma, anasikia sauti ya gari. Anadhani ni gari la posta, lakini anapoangalia dirishani haraka anagundua ni mama yake ambaye amerudi kutoka madukani. Wakati mama yake akiwa anaongea na simu, Chloe anachungulia kwenye mfuko na vitu alivyonunua na kuchukua chokoleti chache. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, Chloe anaona pakiti ya dawa ya kijani ikiwa na jina la mama yake. Anajiuliza, mama amebeba dawa hizi, kwani ana ugonjwa gani? Usiku huo mama wa Chloe anampa dawa za kunywa kabla ya kulala. Chloe anashangaa kwa sababu ni ile dawa ya kijani aliyoiona mapema. Anamuuliza mama yake kuhusu hilo, naye anadai kuwa ni dawa ya Chloe tu na jina lililoandikwa kwenye pakiti ni la mpokeaji tu. Chloe akiwa bado ameshangaa, anakunywa dawa hiyo na kwenda kulala. Siku iliyofuata udadisi unamshinda Chloe, hivyo anaamua kuchukua kwenye kabati la dawa na kuangalia jina lake limeandikwa juu ya pakiti Trigoxin. Lakini alipoangalia vizuri anashangaa kwamba kopo hilo la dawa limeandikwa jina lake. Anapofungua vizuri anaona jina la mama yake ndo limeandikwa nyuma ya dawa hiyo. Baada ya mama yake kulala, Chloe anashuka chini haraka kutafuta taarifa kuhusu dawa hiyo kupitia kompyuta yake. Kwa bahati mbaya anashindwa kufungua mtandao kwa sababu tatizo la interneti. Wakati akitumia kompyuta, Chloe hafahamu kuwa kuna mtu anamtazama pembeni mwa chumba. Siku iliyofuata Chloe anapiga simu kwa watu asiowajua akiomba kila mmoja atumie interneti kuangalia kuhusu dawa hiyo. Ukweli ni kwamba jina la dawa hiyo ni kweli ni dawa ya moyo, lakini muonekano wake ni kidonge chekundu. Chloe anaanza kumshuku mama yake ana jambo la siri. Chloe akiwa bado na udadisi mkubwa, anamwomba mama yake waende sinema, akitumia hilo kama kisingizio aweze kupata taarifa nyingi zaidi. Wakiwa sinema, Chloe anamwambia mama yake anataka kwenda chooni. Chloe anatoka kwenye sinema na kwenda moja kwa moja kwenye duka moja la dawa lililo karibu. Anapofika pale, kuna foleni ndefu sana. Chloe anamwomba mtu mmoja aliye kwenye foleni amruhusu apite mbele. Anamuuliza mfamasia kuhusu dawa ya kijani aliyopewa na mama yake. Anamuuliza dawa hii inatumika kufanya nini. Mfamasia anaangalia dawa hiyo kwa umakini na anachanganyikiwa. Dawa hiyo inaitwa Lidocaine. Dawa hii ni kawaida hutumika kwa mbwa. Chloe anashtuka kusikia jambo hilo. Dunia yote inageuka juu chini. Kisha anauliza itakuwaje kama binadamu anaweza kuitumia dawa hiyo. Mfamasia anasema kuwa ikiwa binadamu ataitumia, basi mtu huyo atapooza. Ghafla Diane anaingia kwa hofu na moja kwa moja anamdunga Chloe sindano ya usingizi mguuni. Baadaye nyumbani, Diane anaanza kuhofia, hivyo anamfungulia Chloe ndani ya chumba chake, naye anatoka kwenda kununua dawa nyingine ya kupooza aliyekuwa akitafuta mtandaoni. Chloe anaamka na kugundua kwamba mama yake amemfungia ndani ya chumba. Chloe ni msichana mwenye akili, hivyo ana mbinu chache za kufungua mlango. Kwa bahati mbaya mama yake alikuwa ametarajia hilo na ameweka mpini wa ufagio kuzuia mlango. Anatumia utundu wake wote kuvunja kioo cha dirisha cha chumba kingine. Alitumia blanketi ili mwili wake usiguswe na vipande vya kioo. Baada ya kutoka dirishani, anahisi pumu yake kimzidi na kwa bahati mbaya amesahau inhela yake. Chloe anajaribu kutambaa akiwa na pumzi za mashaka ili kufika kwenye chumba chake. Alipofika chumbani, alitumia inhela yake ili pumu ipungue kwa wakati. Chloe anakaa haraka kwenye wheelchair yake na kutoroka nyumbani. Hata hivyo, lifti aliyotumia kushuka ilikuwa imeharibiwa na mama yake. Kwa kukata tamaa, anaacha kiti chake cha magurudumu na kutambaa kushuka ngazi mpaka chini. Anateleza na kuviringika chini. Anapoanguka, Chloe anahisi miujiza. Anaweza kuhisi na kusogeza kidole chake cha mguu kwa sababu hajanywa dawa aliyopewa na mama yake kwa muda mrefu. Anazidi kuamini kwamba mama yake ni mtu katili sana. Chloe anaingia kwenye kiti chake cha magurudumu na kutoka nyumbani kupitia njia ya kuelekea mjini. Ghafla Chloe anasikia sauti ya gari ikikaribia. Anaogopa kuwa ni gari la mama yake na anajificha haraka. Inagundulika kuwa ni gari la posta lililokuwa likileta barua nyumbani kwa Chloe. Chloe anatoka mafichoni haraka kuzuia gari la posta karibu agongwe. Mtu wa posta anashuka na kuuliza tatizo ni nini. Chloe anasema, "Naomba nisaidie."
Wakati mtu wa posta akimsaidia Chloe, gari la mama yake linapita ghafla na kuwaona wote wawili. Diane anamkaribia mtu wa posta na kuuliza kwa nini yupo na mwanae. Mtu wa posta anamzuia Diane asimchukue mtoto wake nyumbani. Anasema Chloe hataki kurudi nyumbani, anataka kwenda kituo cha polisi. Diane anasisitiza kumrudisha mtoto wake nyumbani, hata akitisha kutoa taarifa kwa utekaji nyara kwa polisi kwa sababu hakuna mtandao wa simu. Jitihada zake zinashindikana. Kwa kutopenda na mruhusu mtu wa posta amchukue Chloe kwa sharti kwamba naye aende pamoja nao. Wakati Chloe akipandishwa kwenye gari moja la posta, Diana anamdunga sindano ya usingizi mtu wa posta shingoni mpaka azimie. Chloe naye anadungwa mpaka azimie. Anapoamka, Chloe anajikuta tayari iko chini ya nyumba yao, yani basement. Amefungiwa ndani. Anaona kimiminika cheusi kilichotengenezwa mama yake ambacho pengine ni dawa ya kumpooza zaidi. Chloe hawezi kutoroka. Kiti chake cha magurudumu hakiwezi kusogea kwa sababu mama yake amekifunga kwa minyororo. Kisha anatafuta njia ya kutoka mpaka anaona kuna rundo la makaratasi. Inagundulika kuwa ni taarifa za kukubaliwa na Chloe chuo kikuu alichokuwa akiomba awali. Ufunuo unaendelea. Chloe anakuta picha kadhaa zinazoonyesha kuwa hapo awali alikuwa na afya njema na hakuwa amepooza. Na la kushangaza zaidi, anaona karatasi yake yenye taarifa cha kifo cha mtoto aliyeitwa Chloe ambaye alifariki masaa mawili baada ya kuzaliwa, pamoja na gazeti lenye habari ya utekaji nyara wa mtoto mchanga eneo lile lile. Wakati huo Chloe anagundua kuwa yeye si mtoto wa kibiolojia wa Diane, bali ni mtoto aliyeibwa kutoka kwa wazazi wake halisi. Inagundulika kuwa mtoto wa Diane aliyeonyeshwa mwanzoni alionekana hakuokolewa, alifariki. Na kwa sababu hiyo, Diane alikata tamaa kiasi cha kumteka mtoto wa mtu mwingine hospitalini ili kuchukua nafasi ya mtoto wake aliyefariki. Wakati Chloe akiwa na msongo mkubwa wa mawazo na kuchanganyikiwa, Diane anafika. Anamwambia kuwa yeye si mama yake wa kweli na kwamba amekuwa akimfanya Chloe kuwa mgonjwa na kupooza kwa muda wote kwa kumpatia madawa ya kupooza. Diane anasema alifanya hivyo kwa sababu anampenda Chloe. Anamwambia Chloe asahau haya yote na warudi kwenye hali yake ya kawaida, huku akitupa dawa za Chloe. Chloe akiwa bado na hofu, anakataa maneno ya mama yake mpaka uvumilivu wake unaisha. Diane anachota mchanganyiko wa kimiminika kile cheusi kwa sindano ili amdunge Chloe. Chloe anaogopa zaidi na zaidi, anakimbia nyuma ya kabati na kujifungia ndani. Chloe anayekuta sumu na mama yake anapofanikiwa kufungua mlango, Chloe moja kwa moja anakunywa ile sumu mpaka anazidiwa. Diane analia kwa sauti kubwa akimwona binti yake akifa kwa sumu. Hapa tunaweza kuhitimisha kuwa Diane anampenda Chloe kiasi kikubwa hadi anataka kudhibiti kila hatua anayochukua Chloe tangu kuzaliwa. Lakini pia tujiulize, huu ni upendo au ni unafiki? Sasa Chloe aliyekunywa sumu anapelekwa haraka hospitalini kwa matibabu, lakini kwa bahati nzuri madaktari wanafanikiwa kumponya Chloe, lakini bado inamuia vigumu sana kusogea na kuongea. Chloe anamwona mama yake akimtazama kupitia kioo cha chumba chake. Chloe kwa kiona hili, anaomba msaada haraka kutoka kwa muuguzi wa chumbani chake kwa kubonyeza kitufe cha msaada. Chloe hawezi bado kuongea, hivyo anaweza tu kuashiria kwa macho yake. Muuguzi anampa Chloe karatasi ya crayon ili aweze kuandika kitu. Wakati Chloe akitunga neno, kengele ya dharura ghafla inalia. Inagundulika kelele ya dharura ni hujuma iliyofanywa na Diane ili kuvuta usikivu wa muuguzi. Diane anaingia chumbani kwa Chloe na haraka anavuta vifaa vyote vya matibabu na kumtoa nje. Baada ya muuguzi kurudi chumbani kwa Chloe, anachanganyikiwa na kutowepo kwa Chloe. Muuguzi anaona karatasi iliyoandika Chloe iliyoandikwa mom. Muuguzi anaripoti hili haraka kwa walinzi ili wamtafute Chloe. Chloe analazimishwa kuchukuliwa na mama yake, hawezi kuomba msaada. Wakiwa karibu kutoka hospitalini kwenye ngazi za kusogea, mama wa Chloe anashindwa kusogeza kiti chake cha magurudumu. Inabainika kuwa Chloe anatumia mguu wake kushikilia kiti pale. Ndio maana yake bwana, Chloe kwa sasa anaweza kusogeza miguu yake. Muda si mrefu walinzi wa usalama wanafika kuwazuia wasitoke. Akiona hili, Diane haraka anaelekeza bunduki kwa mlinzi akisema kuwa anataka tu kurudi nyumbani na mtoto wake. Mmoja wa walinzi anafanikiwa kumpiga risasi Diane, naye anaanguka chini kwa ngazi. Chloe anaokolewa na Diane anakamatwa salama na mamlaka husika. Tukio linahamia miaka 7 baadaye katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Chloe ambaye sasa ni mtu mzima anaonyesha akiweza kusogeza miguu yake, ingawa bado ni jambo gumu kwake. Chloe anamtembelea Diane Sherman. Chloe anasema kuwa maisha yake sasa na familia yake halisi anafurahia sana. Ana marafiki wengi na hata amehitimu chuo kikuu anachokipenda. Kabla Chloe hajaondoka, anaonekana akitoa kitu kinywani mwake ambacho kinageuka kuwa ni ile dawa ya mbwa aliyekuwa akipewa na Diane. Chloe kisha anasema, nakupenda mama, sasa fungua kinywa vizuri. Huu ndio mwisho wa filamu. Naomba ulike video hii, lakini pia usisahau kusubscribe
katika chaneli yetu. Kwa heri.